ya kama ndio mara ya kwanza unaona video zetu, ya usisite kusubscribe kwenye channel yetu ili uendelee kupata notifications ya content ambazo zinabii uploaded every day. Sasa kwenye zile video ambazo zimepita tumeangalia namna ya kufanya makadirio ya gharama za usafirishaji kwa njia ya meli. Nipende kureview au kusummarize kwamba tumeona kwamba kuna njia kuu mbili za kusafirisha bidhaa yako kutoka China kuja Tanzania. Njia ya kwanza tumesema ni kwa njia ya meli na njia ya pili tumesema ni kwa njia ya ndege. Kwa kila njia na gharama yake ya usafirishaji. Na kila njia kuna kitu ambacho una consider kwenye mzigo wako ambacho kinawasaidia wao kuweza kupata gharama ya usafirishaji. Kwa sasa hivi haina haja ya kuwapigia simu makampuni ya usafirishaji kujua gharama ya usafirishaji. So hata wewe unaweza kujua gharama za usafirishaji hata kabla haujafanya manunuzi kwa supplier wako. So ni muhimu sana kulifahamu hili. Hichi ni kipengele nyeti ambacho kitakuwezesha wewe kuweza kutambua utatumia price kiasi gani kutransport your goods from Chinese to Tanzania. Sasa kipengele hiki tutaenda kuangalia kwa kina zaidi namna makampuni ya usafirishaji yanavyofanya makadirio ya gharama ya usafirishaji kwa njia ya ndege. So hususan ni yale makampuni ambayo yanasafirisha bidhaa zao kwa njia ya ndege. Ya video ambazo zimepita tumeshaona namna gani unaweza kufanya makadirio ya gharama za usafirishaji kwa njia ya meli. So let us to see. Sasa hapa tumesema ni kwa njia ya ndege. So ndege kitu gani ambacho huwa wana consider? Kwenye ndege wana consider kitu kinaitwa kg. Kg maana yake ni kilogram. Sasa kilogram ndio ambayo inabidi considered kwenye mzigo wako. Kwenye mzigo wako kuna kitu ambacho kina considered ambacho ni kilogram. Kumbuka kila mzigo una cbm na kila mzigo una kilogram. Sasa kutokana na aina ya usafirishaji wao kuna kitu ambacho wanakiconsider. Sasa kwenye ndege wana consider kilogram ya mzigo wako. So ili mzigo wako uweze kufanyiwa makadirio ya gharama ya usafirishaji wanaangalia kilogram ya mzigo wako. Baada ya hapo kuna hii hapa relation ambao wanatumia. Wanasema kwamba 1 kilogram ya mzigo wako wanachaji $12. Hapa ni kulingana na cargo. Cargo zinatofautiana. Kuna baadhi ya cargo inasema kwamba 1 kilogram wanachaji ni $12.5. Huu ni kwa mzigo wa kawaida. Hii ni kwa mzigo wa kawaida. Mzigo wa kawaida ina dependi na aina ya kampuni. Kila kampuni wana relation yao kwenye kilogram. Sawa? Mizigo ambayo sio ya kawaida kama vilipukizi. Sawa? Mizigo ambayo sio ya kawaida, vilipukizi, kuna hizi microphones. Sawa? Mizigo ambayo sio ya kawaida, ukiuliza makampuni ya usafirishaji wanakupatia mwanga. Ni mizigo hivi ambayo sio ya kawaida. Mimi mfano nimetolea kuna petroli hizo diesel, mizigo ambayo sio ya kawaida hiyo. Sawa? Rate yao wanachaji hapa 1 kilogram ni kwa $14. Kuna baadhi ya cargo wanasema mpaka ni $13.
baadhi ya cargo zinatofautiana. Huu ni kwa mzigo ambao sio wa kawaida, sio wa kawaida. Kwa mfano, kuna client yangu mmoja aliagiza metal detector. Metal detector ni kile kifaa ambacho kinatumika kudetect, kutafutia madini. Aliagiza alitumia usafiri wa meli. Ile metal detectors ina kilogramu 5. Huu ni mzigo ambao sio wa kawaida. Ulikuwa na kilogramu 5. Kwa hiyo wenyewe unaingia kwenye hapa kundi. Sawa? Sisi tumeelewana vizuri hapo. Nadhani tumeelewana. Sasa ukishajua hizi rate, hizi ndio zitakusaidia kufanya calculation. Ni kama kule tuseme kwamba ni kama kule kwenye mail ukishajua ile major price list ndio ambayo inakupatia mwanga. Alafu kaa ujue kwamba kila bidhaa ina gharama yake ya usafirishaji. Maana bidhaa zinatofautiana, maana price ya ulipaji kodi wa bidhaa na bidhaa zinatofautiana. Ndio maana gharama yake ya usafirishaji inakuwa tofauti. Kwa mfano, ukiagiza smartphone, one piece ya smartphone kwa njia ya ndege wanakuchaji $30 kwa njia ya ndege. Kwa njia ya ndege ni $30. Wanakuchaji $30. Sawa? Kwa hiyo ukishapata makampuni ya usafirishaji unapata hizo ABC. Kwa lazima ujue. Sasa tuashumu kwamba mzigo wako haujafika kilogramu 1. Iko hivi. Hii kilogramu 1 ndio minimum charging. Sawa? Kwa hiyo hii ndio minimum charging. Hata kama mzigo wako haujazidi kilogramu 1, utachajiwa kilogramu 1. Ndio baya wa kusafirisha ndege. Na kwenye upande wa meli pia kuna minimum charging. Sawa? Sasa let's say kwamba tuchukulie mfano wa wewe mwanafunzi wangu ambaye wa client wangu aliagiza metal detector. Metal detector ilikuwa ina kilogramu ngapi? 5. Sawa? Ilikuwa ina kilogramu 5. Kuja sisi tufanye calculation ili tujue kwamba yeye alitumia gharama kiasi gani kusafirisha mzigo wake kutoka China kuja mpaka Tanzania. So ili kuweza kujua vizuri zaidi namna gani tunafanya calculation, angalia video inayofuata.